Tuseme wewe ni wakala, mteja anatokea, anakuamini, anakuachia pesa, anakuachia na namba pia, anataka uitume hiyo hela kwenye hiyo namba. Alafu sasa hiyo hela yenyewe sio hela ya kawaida, ni milioni 2 za Kitanzania. Unafanya kama ulivyoagizwa. Yule aliyekuachia pesa muda huo hayupo, kashaondoka mzee. Muda mfupi tu baada ya kufanya huo muamala, inarudi meseji kwamba muamala umerudishwa. Kuangalia meseji, ni kweli muamala umerudi. Sasa wewe ni wakala mwaminifu, unaichukua ile namba, unaamua kumpigia huyo alorudisha hela ili kumpa taarifa, huenda karudisha, amehisi labda muamala umekosewa. Si unajua tena kuna watu wengine waga hawawezi kabisa kula jasho la mtu. Jamaa upande wa pili anapokea bila hata kukusikiliza, unasema halo, sijui hata neno moja, hata hujapumua. Anakwambia, kijana, kama unataka ndugu zako wote wafe na uwazike mmoja baada ya mwingine, rudisha hiyo hela. Anakwambia, rudisha hiyo hela nikuoneshe. Kisha anakata simu. Hebu ngoja nirudie tena ili nawe mwenyewe uchanganyikiwe kama mimi nilivyochanganyikiwa. Sikia. Wewe ni wakala. Anakuja mteja na anakuachia pesa. Pesa nyingi mno, karibu milioni 2. Alafu anakwambia umtumie mtu na anakuachia na namba. Kisha yeye anaondoka. Baada ya kuituma tu hiyo hela, baada kama dakika kadhaa, meseji inarudi kwamba muamala umerudishwa. Unapompigia huyo mtu ili kumueleza kwamba huo muamala ni wake na wala haujakosewa, ndo anakuchimba mkwara mkali sana. Anakuambia hivi, kijana, kama unataka ndugu zako wafe na uwazike mmoja baada ya mwingine, rudia kunitumia hiyo pesa. Jaribu tena kunitumia hiyo pesa. Anakuambia, hey! Bana, hii ni kwa mara nyingine tena tumepokea stori kali sana kutoka kwa mtazamaji wetu. Nadhani mnakumbuka kwamba niliwaambia video iliyopita, kama una stori kali ya kusisimua basi mfikie mwandishi wetu Abias Mzigua. Jina nimeliweka mwishoni mwa hii video kwenye credits kule. Unaweza kumpata Instagram kwa kuandika hivyo hivyo. Then Abias yeye ataipanga vizuri kwenye mtiririko wa story, alafu atanipatia mimi, nitaisoma. Nikiielewa na kuipenda, basi ndo nitakuja hapa mbele nitawasimulia. Sasa hii ya leo ni moja kati ya zaidi ya story 100 ambazo tumezipokea kutoka kwenu. Kwa hiyo kama unaona story kali au unahisi unayo kali zaidi ya hii, basi mfikie mwandishi wetu umpatie, alafu yeye tutaileta kwenu. Na pia sitorudia tena haya maelezo kwenye video zinazofuata. Naombeni muelewe, mfuate maelekezo kwamba mfikie mwandishi, umsimulie, alafu atatuletea. Sitorudia tena kwenye video zinazofuata. Cha kufanya kabla sijaendelea, ikiwa wewe ni mpenzi wa stori za kipekee kama hizi zenye maudhui ya kusisimua, basi hapa Nach Story ndio sehemu sahihi. Hakikisha tayari umeshalike hii video, lakini pia umesubscribe kwenye hii channel, na pia usisahau kuacha comments yako hapo chini baada ya kumaliza story ya leo. Na zaidi, usisahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao pia wanapenda story, ili tuweze kujikusanya na tujumuike ili tuwe kijiji. Karibu. Sasa mshikaji anaitwa Allen. Jamani wakala. Alafu Mnyamwezi mmoja makini kinoma, yani kwenye ishu za miamala na nini, hana mambo mengi. Muda huo ni saa 3 usiku. Allen ndio muda wake wa kufunga kazi. Akiwa anaanza kufunga banda lake na nini, kabla hajamaliza anafika mteja mwenye asili ya Kiarabu, mwanaume. Mteja akamwambia Allen kwamba anataka kutuma milioni 20, ila kwa watu 10 tofauti. Hapa sasa nataka kieleweke kitu kimoja, kwamba ofisi ya Allen ilikuwa mjini kati, ilikuwa ina mzunguko mkubwa sana wa pesa. Alafu sasa hiyo ofisi ipo Arusha, jiji fulani hivi ambalo liko busy sana na issue za kipesa. Kwa hiyo kumkuta wakala akiwa na float hata ya milioni 50 kwenye simu yake ni kawaida sana yani. So hiyo milioni 20 alikuwa nayo. Sasa Allen kusikia anatakiwa atume milioni 2 kwa watu 10, akajua kabisa commission hapo itakuwa nzuri tu. Si unajua wakala hana mshahara bana. Kwa hiyo hawa watu huwa wanalipwa na mtandao asilimia fulani hivi kwa kila muamala wanaoufanya. Lakini mteja yule mwanaume wa Kiarabu sasa akamwambia Allen kwamba yeye hana muda. Kwa hiyo atampa hiyo milioni 20 na atampa hizo namba za watu 10, kisha atumie kila mmoja milioni 2.
itabidi ufanye haraka. Mteja akawa amemsisitiza kabisa. Allen akamjibu hapana, ni bora nifanye miamala yote hapa ukiwepo na uthibitishe kabisa. Lakini pia itabidi tuzihesabu kwanza bosi. Nilikuambia mwanzo kama unakumbuka. Allen ni bisho, lakini yuko makini kinoma na kazi yake. Pia ni mwaminifu sana. Angekuwa mtu mwingine hapo na hicho kiasi kikubwa cha pesa, ingekuwa balaa. Kama mimi tu hapa yani, fresh mzee nenda tu. Lakini mchizi yeye kazi kaiweka mbele kuliko kitu kingine chochote. Hesabu zikapigwa chapchapu kweli mzee. Mzigo wote ni milioni 20. Chapchapu kilijendi nini? Allen akaanza kufanya maprocess ya miamala. Si unajua zile. Lakini mtandao kaanza kuzingua bwana. Kila akijaribu ngoma inagoma. Miamala haitoki mzee. Mteja vumilivu kama ukamshinda hivi. Bwana bado tu. Kama bado mimi nakuachia hizo namba 10 na hiyo hela. Utawatumia ila kabla saa 7 usiku. Ikifika saa 7 usiku haujatuma basi acha. Utawatumia kesho asubuhi. Mimi naondoka bana. Mteja huyo akaondoka zake. Yaani bila hata mambo mengi. Mnyamwezi akwambie ni ujue. Ili kuhakikisha sio ndoto, Allen akaanza kujitikisa, ajiweka makofi, kufumba na kufumbua macho yake. Kweli ni ameachiwa milioni 20 na mteja ambaye ndio mara ya kwanza anamuona. Hii ilikuwa ni ajabu. Yaani katikati ya jiji la Arusha mteja akupe milioni 20 uwatumie watu alafu yeye aondoke asihakikishe kama wamepokea ama vipi. Hii ilitakiwa kuwa ndoto. Imekuwaje ni kweli? Basi bang akafunga banda lake pale. Akaondoka na yeye. Mshikaji alikuwa na matamaa ya ajabu. Alipofika tu geto kwake, akatuma zile milioni 20 kwa watu 10, yani kila mmoja akawa amemtumia milioni 2. Baada hapo akazama bafuni, akajipiga maji fresh kisha akajitupia kitandani. Basi pakakucha. Asubuhi na mapema, Allen akadamka kwa ajili ya kusongesha life lake. Ni kawaida ya mawakala wakiamka tu, basi kitu cha kwanza ni kuangalia SMS kwenye simu zao. Mambo ya miamala si unajua tena. Allen akakagua simu yake, lakini cha ajabu mzee ni kwamba miamala yote 10 imerudishwa. Tulia. Utanielewa. Jana usiku si alipewa milioni 20 na ule mwanaume mwenye asili ya Kiarabu, awatumia watu 10 tofauti. Basi huwezi kuamini. Watu wote 10 aliwatumia milioni 2, kila mmoja alikuwa amerudisha muamala wake. Hii kamshangaza kinoma mwamba. Ikabidi sasa Allen afanye utaratibu ili kujua hii mambo imekaaje. Allen akachukua zile namba 10 na kumpigia mtu wa kwanza kabisa. Simu ikaita. Haikuchukua hata sekunde kadhaa ikapokelewa. Allen akaanza kwa salamu kisha akauliza, "Samahani brother, mimi ni wakala. Jana nimekutumia muamala wa milioni 2 kwa maelekezo ya mteja wangu, lakini naona umerudisha muamala. Sijaelewa sababu, kuna shida gani?" Sauti ya mwanaume upande wa pili wa simu ikajibu, "Yaani kama ukirudia kunitumia hiyo hela, basi nitahakikisha na wewe unazika ndugu zako kwa idadi isiyokuwa na kikomo." Kisha simu ikakatwa. Allen akabaki haelewi imekaa vipi issue. Kuzika ndugu zake tena kwenye issue za miamala inakuwaje, imeingiaje? Kwanza mtu anakataa vipi milioni 2 hata kama zimetumwa kwa kukosewa, inakuwaje mtu anakataa? Hebu niambie mwana Nachitori. Ungetoka nduki kiasi gani kwenda kuitoa hiyo hela kwa wakala? Sema tu kweli. Una watu hapa 10,000 tu ikikosewa wanazima na simu ili aliyetuma kimakosa asiwasumbue. Allen akaona isiwe kesi basi. Akamvutia waya jamaa mwingine ambaye alimtumia hela jana usiku. Simu ikapokelewa. Allen akauliza swali lile kama alilomuuliza jamaa wa kwanza. Huyo naye akamjibu, "Kama ni rahisi kuzika unaowapenda, basi nitumie hizo hela. Alafu futa namba zangu, maana ukinipigia tena mimi nitatunza namba zako kisha utajua kwa nini ulitakiwa kufuta zangu kwanza." Afu jamaa akakata simu. Sasa wasiwasi ukaanza kumjaa Allen. Inakuwaje hili jambo liwe hivi? Simu zote mbili alizopiga wote wameongea mambo hayo kuzikana tu. Muda haukuwa rafiki. Jamaa alitakiwa kuwahi kwenda kufungua ofisi. Akajiandaa atoke kwanza kisha mengine atajua huko kazini kwake. Akiwa njiani akapishana na mzee. Mzee tu hivyo wa makamu. Yule Faza alikuwa anamwangalia kinoma yani Allen usoni. Yaani wanapishana hivi ila Faza akakaza macho vibaya mno usoni mwa Allen. Mpaka Allen akaona isiwe noma. Shikamoo mzee. Kijana, yule mzee alimuita.
Baada tu ya kujibu salamu, Allen akaitikia alafu akageuka kumwangalia vizuri. Naam. Mzee akamwambia, nikikuangalia na kuona kabisa una matatizo. Hakikisha hizo hela zinarudi kwa mwenyewe kabla ya saa 8 usiku. Yaani kabla ya saa 7 usiku uwe umerudisha hizo pesa zote kwa mwenyewe. Baada ya mzee tu kusema hivyo akataka kuondoka zake. We Allen akamwahi, unaambiwa. Ile kauli ni kama ilimvuruga. Mzee kajuaje ana hela ambayo inamletea kizaazaa wakati ndo mara ya kwanza na yeye amekutana naye tu njiani? Mzee, simama, subiri kwanza. Kama sijakuelewa hivi, una maana gani? Mzee akamwangalia Allen kisha akamsikitikia. Allen pressure ya uoga ndo inazidi kumpanda, yani anazidi kuwa baridi. Mzee akamwambia, sikia kijana, unijui sikujui, ila kwenye hizo hela kila milioni 2 na thamani ya uhai wa binadamu yoyote yule ambaye ni ndugu yako upande wa baba. Inapofika saa 8 usiku ukiwa nazo hizo hela, basi lazima ndugu zako wafe kulingana na iko kiasi utakachokuwa nacho muda huo. Baada ya kusema hivyo tu, mzee akaondoka zake. Allen akawa anamuita, mzee. Mzee hataki kugeuka. Ni mwendo tu. Jamaa akabaki amesimama ameshika kiuno chake. Hapo sasa akaanza kuzikumbuka zile kauli za wale jamaa wawili aliowapigia simu asubuhi. Wakamwambia kama ni rahisi kuzika ndugu zake basi aendelee kubaki na hizo hela au awatumie. Sasa Allen akagundua hizo milioni 20 alizopewa watumia watu 10 tofauti sio salama kabisa na huenda ni za kishirikina. Akabaki tu anawaza mwenyewe, kumbe ndo maana zimerudishwa. Ina maana nikibaki nazo hizi hela mpaka saa 8 usiku ndugu zangu watakufa. Baada ya kufikiria sana, Allen akaamua moja, aende kazini kisha azitumie hizo hela kuzungusha kwa wateja wake ili mradi yeye abaki salama na ndugu zake. Kifo kinatisha wazee, hata kama sio kwako. Allen hakutaka kufikiria nini kitawapata au wanao atakao watumia hizo hela. Anachokitaka ni kwamba ndugu zake tu wabaki salama. Kufika ofisini sasa kama kawaida, akaja mteja akataka atumiwe hela, lakini kabla Allen hajamaliza muamala, ghafla mteja akaanza kukimbia huku anapiga makelele vibaya mno. Allen akabaki anashangaa tu. Hilo alijaisha hapo yani. Akaja mteja mwingine wa kike. Kitu cha kwanza mteja kumwambia ni kwamba, kaka samani, mbona macho yako yanatoka damu? Alafu akaanza kurudi nyuma hatua kadhaa, akakimbia na yeye. Allen akazidi kuchanganyikiwa, haelewi afanyeje. Akatoka ndani ya banda lake, lakini hajui hata anataka kwenda wapi. Akiwa anafikiria cha kufanya, akapata wazo la kutafuta kioo ili ajiangalie. Ila ghafla akamuona yule mzee aliyemwambia mambo ya ajabu kuhusu milioni 20 ambazo mpaka wakati huu zinamtia kichaa. Yule mzee ambaye alikutana naye njiani kule, alipomuona alihisi Mungu amemletea ufumbuzi wa jambo lake mapema. Ikabidi Allen amkimbilie yule mzee. Babu. Mzee kusikia anaitwa, akasimama na kugeuka, akamwangalia Allen. Allen akaenda mpaka karibu yake akamshika mkono. Ikabidi amuombe msaada sasa. Mzee wangu samahani, kama unaweza kunisaidia nisaidie. Wateja wawili wamenikimbia, wakaniogopa, wanasema natoka damu machoni. Na nahisi sababu milioni 20 niliyopokea jana ndo shida. Ule mzee akacheka. Wamesema unatoka damu machoni? Allen alikuwa haelewi. Anamwangalia tu ule mzee. Anaiangalia na ofisi yake kule, maana wateja huwa hawakauki pale, yani kila muda mteja. Ikabidi amuombe warudi kibandani kwake. Mzee akakubali. Wakaenda mpaka kibandani kwake. Kufika kibandani, akarudia kauli ile ile, huku bado anacheka. Wamesema damu? Allen akajibu huku akiwa bado ana wasiwasi mno. Ndio. Mzee akaongea, sio damu. Huo ni usaa wenye damu. Na ukijiangalia mwenyewe kwenye kioo, huwezi kuona. Ngoja nikuhakikishie. Mzee akageuka pembeni. Huko kuna jamaa anauza maji na juisi kwenye boksi. Akamuita alafu akamuuliza, usoni kwa huyu kijana unaona nini? Ongea wewe mwenyewe. Yule kijana akamgeukia tu Allen, lile boksi lake la vinywaji akalitupa chini na akatoka mbio. Mpaka hapo Allen akawa na uhakika kuwa zile hela ni za kishirikina na zimeanza kufanya kazi. Alafu sasa kumbe sio kwa ndugu zake tu, mpaka kwake Allen zimeanza kuleta heka. Mzee akamwambia mchizi wetu kwamba naweza kukusaidia na sitaki unilipe chochote kile. Nakuona kama mjukuu wangu tu. Ni lazima ukubali kupoteza hela zote ambazo zimechanganyikana na hiyo milioni 20. Tofauti na hapo,
sina msaada na wewe kijana, na kama hauko tayari kwa hilo basi naomba nikuache tu mimi niondoke. Mzee akageuka na kuanza kuondoka. Unafikiri Allen angekataa? Angeanzia wapi? Na mambo ndio kama hayo. Jamaa akamzuia babu, huku anatetemeka. Unaambiwa, mzee, subiri mzee wangu, subiri vyovyote mzee wangu, maana uhai wangu ni bora kuliko kitu kingine chochote, nakuomba sana unisaidie. Kilichofuata ni mzee sasa kuanza harakati za kumsaidia Allen kama alivyoomba. Allen akaulizwa, asubuhi hii umeona ishara gani? Mshikaji akabaki ametoa macho tu. Mzee akaongezea kwamba itabidi uhamishe pesa zako zote ambazo zimechanganyikana na hiyo milioni 20 kwenye line ambayo tutaifanyia dawa. Kisha baada hapo, kabla ya saa 7 usiku, nitakupa dawa kwa ajili ya kuweka kwenye maji ya kuoga ili uvue nuksi na kivuli cha mauti kinachokufuata. Mpaka hapo Allen hakuwa na hapana hata moja. Alifanya kila alichoambiwa na mzee kwa sababu aliona ndio barabara ya kumfikisha kwenye usalama wake yeye na ndugu zake. Mzee akamwambia Allen, itabidi nikufanyie dawa mapema. Lazima utoe hela zako zote za cash ulizonazo ambazo umechanganya na hiyo milioni 20 uliyopewa jana usiku. Si unazo zote huko ndani? Kama huna pia nikwambie tu, dawa haitafanya kazi. Allen haraka akaitikia, zipo mzee, zipo. Yule mzee akaendelea, sasa nenda kanunue kuku. Tutakuja kumchinja kuku, kisha damu zimwagikie kwenye hiyo hela. Alafu itabidi usikae nazo mpaka kesho, mimi ndo nikurudishie. Alafu hakikisha au muongeleshi mtu njiani wala kumtazama usoni. Dawa haitafanya kazi, lakini utasababisha taharuki huko sokoni. Pia utasambaza aibu, mwishowe usipate wateja. Watu wakikuona tu wawe wanaona huo usawa wenye damu usoni mwako. Allen akakubali. Haraka Allen akawahi sokoni, anatembea hivi huku ameinama chini, anaficha macho. Makwapa yote yameloa jasho mzee wa kazi kama ndo 20 na kadhaa hivi. Hofu kubwa imemtawala moyoni. Soko alikuwa mbali kutoka eneo ambalo banda lake la uwakala lipo, kwa hiyo hakuchelewa. Aliwahi na akarudi na akampatia yule mzee kuku ili dawa ianze. Basi bwana, Allen akatoa pesa zote ndani. Kulikuwa kuna ile milioni 20 na kuna hela nyingine kama milioni 6 hivi. Allen akazitoa kwenye loka lile. Unajua mawakala wakubwa wanaofanya miamala mikubwa huwa wana sehemu za kutunza pesa. Kwa hiyo wakazunguka nyuma ya ofisi watu wasiwaone. Kuku akachinjwa, damu ikamwagika juu ya zile pesa. Baada hapo akamtaka Allen achukue udongo kidogo wenye damu ya kuku aupake. Nisikilize vizuri, aupake kwenye mikono yake. Jipake vizuri mikononi. Alafu hizo hela nikabidhi huku ukisema nayafukiza matatizo haya. Allen akachukua zile hela alafu akampa mzee na kumtamkia vile vile, nayafukiza matatizo haya. Mzee akazipokea. Alafu akamwambia, sasa nataka tusubiri mteja ambaye atataka kuweka hela kwenye simu. Nataka uone kwamba tatizo lako limeanza kuisha. Kweli bana, muda mfupi kidogo akaja jamaa akawasalimia pale Allen na mzee. Mchizi alitaka awekewe kama 1,500,000 hivi. Allen alikuwa na hiyo hela kwenye simu, kwa hiyo akamhudumia fresh. Mchizi hakupiga kelele wala nini, kisha akasepa. Mzee akamwambia, umeona tatizo lako limeanza kupotea. Sasa usiku wa leo unipigie. Nataka tuje tufanye dawa ya pili ili uweze kurudisha pesa zako ambazo umezichanganya kwenye hizo milioni 20 za kishirikina, na utachukua zote zitakuwa safi kabisa. Allen akakubali, kisha yule mzee akamwachia namba, alafu na yeye akaondoka. Hamu ya kubaki kazini Allen hakuwa nayo. Akafunga banda, akarudi zake ghetto kutuliza akili. Mnyamwezi hakuzoea kabisa mambo kama haya hata kidogo. Mambo sio ya wachawi mara nini. Hapo alichokuwa nawaza ni hela yake tu na ndugu zake kubaki salama. Basi bwana, baadaye kidogo Allen akiwa ametulia zake ghetto, anapigiwa simu. Akapapasa pale kwenye bedside, akachukua simu. Kuangalia namba ni ngeni. Sio issue. Yes, ni wakala bana. Kwa hiyo ni mambo ya namba ngeni sio jambo la kushangaza sana. Akapokea. Hapo akasikia na kuitambua sauti ya yule mwanaume mzee aliyemfanyia dawa. Akamwambia, vipi Allen? Unaendeleaje? Allen akajibu, safi kabisa mzee wangu. Kwa umakini mkubwa Allen akasikia tena watu wa upande wa pili ambao wanaongea nao wanacheka kishenzi.
wakishirikiana na huyo mzee, watu wanacheka vibaya sana na huyo mzee naye anacheka. Yaani mzee alikuwa anacheka na watu wengine ambao wako naye pale hilo eneo wanacheka pia. Wakacheka kinoma. Allen akashindwa kuelewa, akauliza, kila kitu kipo sawa mzee wangu? Mzee akakaa kimya. Wale wengine waliendelea kucheka. Allen aliendelea kuuliza, babu, kila kitu kiko sawa? Hapo sasa ndio yule mzee akamjibu, sikiliza kwa makini. Mzee akasema, sikia dogo, hao ni ndugu zangu, wamefurahishwa sana na jambo letu na jaribio letu la wizi kufaulu. Mara zote tulikuwa tunatafuta njia ya kumuibia mtu bila kumuumiza wala kumtoa damu. Leo ndo tumepata hii. Hilo jibu lilimchanganya kinoma Allen. Ni kama alikuwa hajaelewa vizuri japokuwa alisikia kila kitu. Akauliza tena, unamaanisha nini mzee? Akajibiwa, ni miezi mingi tulikuwa tunajifunza njia ya wizi ambayo hazitakuwa na mauaji, kelele wala kuacha ushahidi. Tuliwaza sana, hatimaye leo tumefanya jaribio kwako na tumefanikiwa. Jaribio? Allen hapo sasa akili kafunguka, akagundua kuwa amepigwa pesa mzee. Akauliza kwa kusikitika, da mzee, kwa nini umenifanyia hivi? Mzee na watu wengine waliokuwepo kwenye simu huko upande wa pili wakacheka vibaya sana, cheka mno mpaka mzee akaanza kusikika anakohoa, akapaliwa kwa kucheka. Cheka mno mpaka wanakaukiwa. Mzee akajituliza kisha akamwambia Allen, unamkumbuka yule mwanaume wa Kiarabu aliyekupa milioni 20 usiku uliopita? Allen akajibu, ndio. Mzee akamwambia, ni kijana wangu yule, ile ilikuwa ndokete yetu ya kwanza kabisa kwenye wizi. Unajua nini Allen? Wala usijilaumu, hakuna ulipokosea. Sisi tumekusoma kwa muda mrefu, tunafahamu kwamba wewe ni mwaminifu sana kwenye kazi yako. Ndio maana tukakuachia milioni 20, tukijua kabisa hutakubali kubaki nazo. Nataka uelewe kwamba watu wote, kuanzia yule kijana wa Kiarabu, kijana wangu wa kwanza anayefanana na baba yake, mpaka wale waliokuja kama wateja wakasema unatoka damu machoni, bila kumsahau yule muuza vinywaji, wale wote wale ni watu wangu wale. Nadhani unaweza kuona namna ambavyo mpango wetu tuliusuka vizuri. Kwa hiyo usijilaumu, sio kwa uzembe wako, ni kwa ujanja wetu wale. Hapo sasa Allen hakuwa na la kusema zaidi ya kuomba tu arudishiwe pesa zake na hizo milioni 20 wabaki nazo. Aliwaambia kwake ni milioni 6, kwa hiyo ikibidi wachukue hata 3 alafu 3 wampe. Mzee akacheka alafu akamwambia, kijana wangu wale, dunia iko hivyo. Pole sana, lakini huenda nimekuachia funzo pia. Usimwamini mtu yoyote kupitiliza. Sawa? Shida yako Allen, unahisi wanadamu wote wapo kama wewe. Shukuru tumekupa funzo mapema. Umepoteza milioni 6 tu. Huenda ungekuja kupoteza milioni nyingi tu huko mbeleni, lakini naamini kuanzia sasa utakuwa umepata la kuondoka nalo. Baada hapo yule mzee akakata simu. Unaambiwa Allen alimtafuta kinoma yule mzee akumpata. Sio kumpata tu, hakuwahi kumuona tena. Tulijaribu kumuuliza aliyetusimulia hii story kama vipi Allen alipeleka hii kesi polisi ili kupata msaada ama ni aje, lakini msimuliaji anasema na yeye mwenyewe hajui kwa sababu hata yeye mwenyewe alisimuliwa. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa story yetu ya leo kumuhusu Allen bana. Bana, kipindi napokea hii story nilishangaa sana. Kumbe unaweza ukapigwa katika namna ambayo wewe mwenyewe unashindwa. God damn. Unawapongeza bana, imefanya kazi kwenye kunibia. Mwenyewe angeninasa. Unatoka macho, unatoka nini usawa kwenye macho? So mchezo afu aliusuka mpango wao vizuri sana. Kwa hiyo usijikute kwamba Bon Town unaweza kaingizwa mjini tu hata kama ulikuwepo mjini toka kitambo. Sio poa mzee wa kazi. Kwani nani alidhani kwamba Allen angekuja kutapeliwa? Yaani mtu anakuja anakuachia milioni 20. Alafu kama hakujali yani kwamba ile utatuma basi lazima ikuchanganye. Tena kwa mimi kwa mimi ndio usiseme. Yaani nisingefungua kesho yake hicho kibanda, kesho kutwa yake, yani wasingenionaga, ningeondoka hata hiyo Arusha yenyewe baridi. Unavutiwaje na baridi wewe? Hiki pia kinatufunza kwamba sio matapeli tu, sehemu nyingi tunapigwa pesa zetu kwa kutengenezewa matatizo ambayo hatuna, alafu tunalazimishwa tuyaamini kwamba eti hapo kweli, alafu tutumie pesa zetu eti kuyatatua. Bana, tukutane tu story inayofuata. Mimi hapa ni storyteller wako, naitwa Iskonka. Unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii, Instagram na TikTok natumia Iskonka. Lakini pia platform za Nachitori TZ,
Nachitory Stories Instagram na TikTok unatupata. Kwa hiyo tukutane kwenye video inayofuata. Bye.